بفضل الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا وطبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى جميع أنبياء الله المرسلين. يقول الله سبحانه وتعالى: لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. صدق الله العلي العظيم. Ndugu zangu Waislamu, tuko katika kuendelea na mfululizo wa kuisherehe fikra ambayo kwamba imetukuliwa na aya hizi 4 baada ya kuzisherehe mufradati za aya kama hizi. Tulitangulia kunena kwamba aya kama hizi zazungumzia elimu ambayo kwamba imekamilika hivi karibuni, elimu ambayo kwamba ilikuwa haiko, au kwa ibara sawa ilikuwa zipande katika kila mada, kisha ikadhihiri kama elimu katika siku za mwisho tunazoziishi, ambayo ni nadhariyatul maarifa, wanaoyamkuwa ni theory of knowledge. Na tukanena tukitaka kuifahamu fikra inaozungumzwa na aya hizi inaotwambia laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda faaghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim a'andhartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Tukitaka kufahamu ni lazima tujibu maswali 4. Swali la kwanza, je, baada ya wewe ziko zitu zingine au hakuna, au pia wewe mwenyewe huko? Na hili tulilieleza kwa urefu jawabu yake. Swali la pili, baada ya kuamini kwamba sisi tuko na ziko zitu baada ya sisi, je, uko uwezekano wa kuwasiliana na zitu kama hizi? Wanayoyamkuwa ni imkaniyatul maarifa. Tukajibu uko uwezekano, ingawa wale wapingao walikuwa na matatizo, lakini yamejibiwa. 3 ndio tulikuwa tukiendelea nalo swala, tukakoma kati au tukabakisha kitu katiti. Ikiwa ulimwengu uko na ikiwa uko uwezekano wa sisi kuwasiliana na zilioko, ni ndia gani, ni zombo gani ambazo kwamba tutaweza kuzitumia kuwasiliana na ulimwengu? Hili ndio suala sasa tulikuwa tulijibu. Wanaoliamkuwa ni masadirul maarifa, matimbuko ya maarifa, au adawatul maarifa, zombo za maarifa, au manafidhul maarifa, yani madirisha, windows ambazo kwamba zitatuwasilisha sisi na ulimwengu. Juma lililopita tulihisabu zombo kadhaa, tukaanza na almanafidhul hisia. Tukanena kwamba zombo za kwanza ni hisia 5 za mwanadamu. Baada ya kuzaliwa mwanadamu hayui chochote. Allahu alladhi akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida, mpaka mwisho wa aya. Tukazieleza hisia zafanya kazi gani. Pili, tukaeleza al-aqlu, au tuweza kuyamkuwa ni al-manafidhul aqliya, madirisha ya akili.
Na nikajaribu kwa ufupi, ingawa hizi vitu zilikuwa ni zigumu na sitaki kuingia sana, kutofautisha baina ya kazi ya hisia na kazi ya akili. Hisia ni chombo cha kugurisha basi, kama kamera. Mato yakiona yataita picha kwenye bongo. Mkono ukidara utaeta ile sifa, kama ni baridi, ni moto, ni chororo, ni cha kuparaza, itaeta kwenye bongo. Pua ikisikia harufu itaieta ile harufu kwenye bongo. Sikio likisikia sauti itaieta ile sauti kwenye bongo, na kadhalika. Akili kazi yake kwanza ni kupika yale yaliyoetwa, yakayatuja, yakastantij, kama nilipoeleza kwa urefu wiki iliyopita, kwamba akili huya ikakusanya kwenye zile picha nyingi zilokuya, ikaunganisha, ikazaza picha nyingine, ndio istintaj. Ikakuongezea kitu usokiua. Nikawapa mfano mimi kwamba leo kuna nyuni huwa mkuliwa Babilona. Mtu ambaye kwamba hamuyui huyu, kamwambia Babilona, itakubidi ukitaka kumuyuzisha ili aengeze picha mpya na hayamuona, hayamdara, hayamsikia, uzitumie zile picha zake zilioko kwenye bongo, akili yake iunde picha nyingine imuoneshe ni nani Babilona. Kwa utamwambia ni nyuni. Kwa hivyo tayari yeye ayua nyuni ni nini, ni picha iko. Mwenye maguu marefu, tayari anayo maguu marefu. Mwenye mbawa, mwenye mdomo mrefu, mwenye gorombo. Sasa hizi ni picha mbalimbali, ataziunda mpaka zitakuja kumpa Babilona ni kitu gani. Hii ni istintaj katika kazi ya akili. Si zote hizi, akili iko na kazi zaidi ya hapa ya kuunda mafahimu, lakini sitaki kuingia kwa urefu sana. 3, katika madirisha muhimu ya maarifa tulisema ni at-tarikh, ambao hii imeelezwa na Qur'ani peke yake. Wataalamu wingi hawakuliona dirisha kama hili, na nikaeleza kwa urefu umuhimu wa tarikh, mpaka Imam Ali alayhi salam amwambia mwane kwamba mimi laqad umirtu ma'a awwalihim ila akhirihim. Yani aliweza kuishi miaka 1500 1600, japokuwa yeye umri wake ulikuwa ni miaka 63. Kwa sababu gani? Aliangalia yale ya wale waliopita, akasoma tarikhi zao, hata sirtu ka ahadihim, paka mimi nikawa ni kama mmoja wao. Kiniuliza Bani Israila na wayua walikuwa wakiishi vipi, nimesoma tarikhi. Kwa hivyo waweza kufanya umri wako mrefu, waweza kuongeza tajruba zako na khibra ulionazo zote, ukawa na experience nyingi kwa sababu ya kusoma tarikhi. Lakini tarikhi yenye kusomwa kisawasawa, sio tarikhi yenye kusomwa nyimbo au kama uradi. Ni tarikhi yenye kuzingatiwa, yenye kuchambuliwa, yenye kutafutwa sababu na kila kitu katika mada ya tarikhi. Hizi ni zombo tulozieleza juma lililopita. Chombo cha 4 sitokisherehe kwa sababu katika madarasa yangu mingi nimekieleza chombo hiki, ni alfitra walwujdan, au baadhi ya wanazuoni wayamkuwa ni alhissul batini. Yani mwanadamu baada ya hisia 5 alonazo za nde maarufu, mato, pua, masikio, mdomo kuonda na kudara, ana hisia ya 6 wasema, lakini hii haiko nde, iko ndani. Nayo ndio ile Qur'ani inayoyamkuwa nini, fitra, au inaomkuliwa wujdan. Na nimeieleza katika madarasa mingi. Katika ayatul kursi nimeieleza fitra ni nini. Katika darasa za watini, inna khalaqnal insana fi ahsani taqwimin thumma radadnahu asfala safilin, tumeieleza kwa urefu nini fitra. Kwa ufupi, fitra ni nguvu ambayo kwamba Mwenyezi Mungu amemuumba nayo mwanadamu ya ndani, yamsaidia kiasi fulani kumuunganisha na ulimwengu na zitu asozijua. Akayua uadilifu ni kitu kizuri, dhulma ni kitu kibovu, na hizi zitu hazitaki skuli wala hazitaki madrasa. Yoyote akiishi hata asosoma ayua uadilifu ni kitu kizuri, dhulma ni kitu kiovu, ukweli ni mzuri, urongo ni muovu.
Hizi zote zarudi kwenye ile fitra ambayo kwamba Mwenyezi Mungu alotuambia wa nafsin wama sawaha faalhamaha fujuraha wa taqwaha. Aliapa kwa nafsi na akituambia kwamba yeye ameipa ilham, ameipa uwezo wa kuona baadhi ya mazuri na baadhi ya mambo ya kumpeka yeye kwenye takwa. Hiki ni chombo cha 4 cha mwanadamu katika kumuunganisha yeye na ulimwengu na maarifa. 5 katika zombo za kutupa maarifa ni alwahi. Hiki hakiko ndani yako, lakini pia kuna mambo huwezi kuyajua, kama tulivyonena katika madarasa yaliyopita kwamba ilmu ya mwanadamu ni mahdud, wama utitum min alilmi illa qalila. Hisia, akili, fitra, wujdan peke hazitoshi, ni lazima kuongezwe na nini? Na dirisha la 5. Hili ni miminiko wa maalumati ya kutoka kwa nani? Kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo wahi sisi hatukuupokea wala hatuwezi kuuyua kupokewa namna gani, lakini ni kitu ambacho kwamba tuna hakika nacho na tuna dalili za kutosha za kuthibitisha wahi. Na wahi tukizungumza tutazungumza Qur'ani, vitabu za mbinguni, zote hizi zimekuja kutuongezea sisi maarifa na zimetuunganisha sisi na ulimwengu hata tusoweza kuusikilia kwa mato yetu, kwa hisia zetu, kwa akili zetu, hata kwa fitra zetu. Kama masala ya alamul ghaib, ghaibu lau si Qur'ani hatungelijua sisi kama kuna malaika, hatungelijua sisi kama kuna pepo, hatungelijua sisi kama kuna moto, hatungelijua ni mingi ambayo kwamba zombo zetu hazifikii, lakini twayajua kupitia nini? Wahi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. 6, chombo cha 6 ni kile wanachokiita al-kushufatil ghaibiyya au al-ishraqatul ghaibiyya. Hiki ni chombo nacho kina ghumudh, kina undani. Hiki ni chombo si cha kawaida, hakiko kwa kila mtu, au kwa ibara nyingine ni ziada. Hii Mwenyezi Mungu amemuumba mwanadamu, akampa hisia, akampa akili, akampa fitra na wujdan, akamwetea na wahi. Hizi 4 ziko katika mutanawal ya mikono ya watu wote, bora utake kuzitumia na usitaki. Hisia ukitaka utazitumia yoyote, akili ukitaka utaitumia yoyote, tarikh utaitumia yoyote, fitra utaitumia, wahi. Lakini kuna cha 6 ambao hii ni kama nyongeza, na si kwa watu wote, ni kwa wale watu ambao kwamba wamezojilea wakamcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakazitumia hizi zombo haki ya kuzitumia mpaka wakafika kwenye maarifa hakikia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakati wakifika pale, huenda wakafika wakati wakakuta dirisha la 6 sasa ambalo halifikiri na kila mtu, kukawa na inkishaf, kukafunguka pazia ambazo kwamba si yoyote aweza kusikilia, na akenda akaona mingi ambayo kwamba wengine hawawezi kuyaona. Ndipo ule alipomuuliza Amirul Mu'minina alayhi salam, hal ra'aita rabbak, je umemuona Mola wako? Akamwambia waihak, fa kaifa a'budu rabban lam arahu, vipi nitamwabudu Mungu nisomuona? Ule amuuliza al-Imam Ali, umemuona Mungu wako? Amwambia waihak, kaifa a'budu rabban lam arahu. Imam Ali akamtambua kwamba ule amemfahamu makosa, akamsahihia, akamwambia la tudrikuhul uyun, yani sio mato yanaomuona, lakini mimi nimemuona Mungu kwa mato ya moyo, si kwa mato haya unayoona. Yani amefikia daraja ya kufungukiwa na zile lau kushifa li alghita'u mazdadtu yaqinan. Kwa hivyo hiki ni kipindi ambacho mwanadamu aweza kukisikilia, na Mwenyezi Mungu ndo akatwambia wattaqullaha wa yuallimukumullah. Ukimcha Mwenyezi Mungu
atakuya Mwenyezi Mungu awafundishe maalumati ambayo kwamba mulikuwa hamuyajui, milango mipya itafunguka. Haya si kila mtu weza kuyasikilia, si chombo cha kila mtu, ni zawadi ukizitumia kwa uzuri zombo hizi ulizonazo. Na ndiyo bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam akatwambia, ma min abdin illa fi wajhihi ainani yubsiru biha amra dunya, hakuna mja yoyote isipokuwa katika uso wake kuna mato mawili haya ambayo kila mmoja unayo, huangalia mambo ya ulimwengu. Wa ainani fi qalbihi, ana na mato mengine mawili si sampuli hini yako kwenye moyo wake, yubsiru bihima amra al-akhirah, kwa mato haya ndiyo ayaona mambo ya akhira na yeye uko hapa ulimwenguni. Ambao wale wasokuwa na mato haya ya moyo watayaona siku ile ya akhira, ndio ile la tarauna thumma la tarawunnaha aina al-yaqin. Hapa tuambiwa tu kuna pepo, kuna moto, lakini ni mambo ya kuamini na dalili zimesimama. Lakini siku utakapokuona pepo ni hini, moto ni hunu, siku ile ndio utakuwa na ainul yaqin. Kuna wamezofungukiwa na madirisha wakayaona ya akhira ainul yaqin hapa hapa duniani, kwa sababu ya takwa, kwa sababu ya kukua kwa ikhlasi yao na ubinadamu wao mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mpaka hapa sitaki kusherehe sana. Hizi ni zombo 6 ambazo kwamba zawatuwasilisha sisi na ulimwengu. Kwa hivyo swala la kwanza tumelijibu kwamba sisi na ulimwengu uko kano kuwasiliana na ulimwengu. Swala la pili, sasa tuabadilisha mwendo tuenda katika swala la 4, ambao haya masuala matatu nimependa mimi kuyarefusha na kuwatangulizia, sio muhimu kulingana na aya tulizosoma. Ni suala la 4 ndio la tujibia. Sasa hizi aya zazungumza 4 zombo hizi za mwanadamu: mato, yani hisia, akili, tarikhi, fitra, wahi, ishraqat za moyo. Hizi ni zombo kama zombo zingine zozote, ikitumiwa kianda itaanza kote. Vijana, mtoto wa miaka 5 4 ukimwambia moja na moja ni 2 kwake ni masala magumu, lakini akili ile ile ikizowezeshwa kufanya hisabu huenda ikawa yafungua hisabu ngumu zaidi, ngumu zaidi, ngumu zaidi, kwa kadiri ya ule mwanadamu atakavyokuilea ile akili yake. Kwa hivyo zakubali kukua, na kwa upande mwingine zakubali pia kufanya nini? Kuvundika hizi zombo na kuzibika hii milango. Mlango wenyewe waweza kuwa ni inchi 4 kwa 4, ni kidirisha kitoto, ukakifungua mpaka kikawa ni futi 6 kwa 6, ukaweza kuona mahala papana zaidi. Na kile kidirisha kitoto waweza kurudi kukifunga wewe, ukakifunga mpaka kukazibana, ikawa sasa ndo ile lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhanun la yasma'una biha walahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'ami. Kawa moyo uko lakini hauoni, mato yako lakini hayaoni, masikio yako lakini hayasikii. Haya ndio ambayo ni hatari mwanadamu akisikilia, ima zikapungua nguvu au ukiendelea ukazimaliza kabisa zombo kama hizi. Sasa hapa ndipo tunataka tujibu lile swala letu la 4: vipi zaanguka na vipi za kuwa, na kuna sharuti gani zipatikane ndio hizi zombo ziweze kufanya kazi. Leo tukitaka kupiga mfano wa hii fikra, moto wa choma umeumbwa na Mwenyezi Mungu, uko na sifa ya kuchoma, athari yake ni kuchoma. Lakini moto hunu hauchomi tu mpaka uongezee zitu ziwili. Kwanza wenyewe moto wachoma, lakini hauchomi mpaka uongezewe na zitu zingapi? Ziwili.
iwe kile kinachotaka kuchomwa na moto hakuna kiziwizi cha kuziwilia moto kuchoma. Mfano karatasi, umetukua kibiriti ukakiwasha, wataka kuichoma karatasi, ni lazima karatasi isiwe na urutuba, isiwe na mai ambayo kwamba itauziwilia moto kuichoma ile karatasi. Pili, usiwe utafanya kiswa cha juha uandike chungu kwenye majiwe na moto uwashe pahala pengine, kama alivyofanya Juha. Juha aliweka mawe matatu, kaandika chungu, katia zitu, karudi kanda kawasha moto hapa, kisha kawa uketizia hungoja chungu kitokote. Kwa hivyo moto hauwezi kuichoma karatasi mpaka kuwe na nini? Na mkukurubiana kwa kiasi fulani ndio uweze kuiteketeza ile karatasi. Sasa wanazuoni wamenena moto kuathiri ni lazima kuwe na zitu ziwili: adamul mani', kusiwe na kiziwizi katika kile kitakacho kufanya nini? Kuchoma, na kuwe na sharti. Sharti ya kuchoma moto ni uweko karibu na kile kitakacho kuchoma. Sasa hizi zombo hizi ulopoa na Mwenyezi Mungu ziko na uwezo wa kufanya kazi, lakini ni lazima kupatikane zitu zingapi? Ziwili. Kusiweko zizingiti za kuziwilia na kuweko sharuti, ambao sharuti tutazizungumza kwenye aya itakayokuja: innama tundhiru man ittaba'a dhikra wa khashiya arrahmana bilghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kwa hivyo hii sharuti tutaziwata mpaka tutakapokuifasiri aya itakayokuja, lakini hapa tutazungumza ziziwizi. Ito laona lakini ukilifumba huoni. Ito laona kukiwa na giza huoni. Ito laona lakini ukivaa miwani nyeusi huzioni zitu sawa sawa. Ito laona lakini ukivaa miwani ya rangi utaziona zitu ni mulawana na filhali zitu hazina rangi. Ito laona lakini ukivaa miwani ambayo zijaya zake hazikuchongwa uzuri utaziona zitu jongo na filhali zitu ziko sawa. Ito laona lakini ukaifanya maboni utaziona zitu ziwili. Sasa yao ukatunda mato yako mboni ukamoka ipeka huku na moya, waweza wewe? Ukaipeka huku kisha utakuya kuona zitu nzingapi? Ni ziwili. Na makosa hayako kwenye zitu kwamba ziko ziwili, kitu ni kimoya tu, lakini tatizo liko kwenye nini? Liko kwenye mato. Sasa hapa ndipo tutakuya kwenye suala la 4: ni zipi zizingiti au mahia mawani'ul maarifa? Ni zipi zitu zinaoziziba hizi zombo zisifanye kazi, ambao Mwenyezi Mungu ameziamkuwa aghlalan, zingine ameziamkuwa nini? Saddan. Ndio zile tulikuwa tukizisoma: inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adhqani fahum muqmahun. Zimwambia tumewatia pingu, zito zimeangatika, zimekuwa huangalia yu na angalia uyu, haoni kingine chochote. Au waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim faaghshaynahum fahum la yubsirun. Sasa hapo tena wasawaun alaihim aandhartahum
am lam tundhirhum la yu'minun. Kusanya tongo 10 watie msikitini, wafahamishe huyu mtu ni mrefu kutoka usiku mpaka asubuhi, uongeze tena na masaa 12 mpaka usiku, toa muhadhara, hawezi kuelewa maadamu ni tongo. Kwa hivyo utaisumbua bure. Ndio wasawauna alaihim aandhartahum am lam tundhir. Sasa watu wakisikilia hadithi hiyo, wewe usipijane na kuwapa mawaidha, zitafute zile mawani uziondoshe kama huondosheka. Ndio ukiziondosha automatic tilqaiyan mawaidha yako yataweza kufanya kazi. Waila ikiwa hufanyi namna hiyo, itakuwa ni kama ule aketizio kwenye ivu, hulivuzia na moto hauwaki. Atakuwa huvuzia, ukimgia lamato kipasuka moyo na moto hauwaki kabisa. Sasa ni zipi hizo mawani'ul maarifa? Mawani'ul maarifa ni nyingi, na kuna mawani' za kuziwilia hisia, kuna mawani' za kuziwilia akili, kuna mawani' za moyo kulingana na zile zombo, kuna na mawani' za muda zaweza kumzukia mwanadamu zikaondoka, kuna na mawani' za kudumu, kuna na mawani' huondosheka mtu zikimpata aweza kuzitibu, kuna na mawani' huwa mtu atakawe na hadhari sana, zikisha kukusibu ni kama maradhi ya ukimwi, hazina dawa hizi. Ndio zile zisikili hapo zikawa sasa sawauna alaihim aandhartahum am lam tundhirhum la yu'minun. Mawani'ul ma'rifa tutazisoma, na nitapenda muwe na subra na hii bahthi, ni muhimu sana, na sidhani kama tutapata tena nafasi ya kurudia tena maneno haya. Qur'ani namna imezoipa muhimu maudhui haya, lau wazikusanya aya tu zinaozungumza masala ya hizi zombo namna zinavyoharibiwa ni nyingi sana kwenye Qur'ani, kiasi ambacho kwamba wanazuoni wetu wameweza kuwa na ushujaa wa kunena kwamba hakuna kitabu sawasawa kiweni cha mbinguni au kimetungwa na wanadamu, hata zitabu zilotungwa katika elimu ya theory of knowledge zimezoeleza na kulijadili suala hili kwa urefu kama ilivyojadiliwa na nini, na Qur'ani. Mpaka baadhi ya ulamai kama Sheikh Nasir Makarim Shirazi ana kitabu kamili takriban peji 600-700 ayajadili masuala haya na hizi aya, na mwisho anena nimezieta kama mfano, sikuzieta zote, na yeye ameshamaliza kurasa 600-700. Je, sisi ambao hapa tunataka kuzungumza aya 2-3 tutanena tumezieta ngapi? Ni nyingi sana. Kwa hivyo nitapenda mwanzo kuwasomea aya 5-6 katika Qur'ani ambazo zazungumzia masala haya bila ya kuzifasiri kwanza, kisha tuzieleze moya baada ya moya. Mfano tukaenda katika suratu Fatir aya ya 8, Mwenyezi Mungu atuambia afaman zuyyina lahu su'u amalihi faraahu hasana, ule mwenye kupambiwa amali yake mbovu akaiona ni mzuri, huyu bila shaka ni muwe, yani akawa zina huiona ni mzuri, tayari huyu zombo zake zimezie kuharibika. Katika suratul An'am Mwenyezi Mungu atuambia walakin qasat qulubuhum, nyoyo zao zimesusua, wazayyana lahumush shaitanu ma kanu ya'malun, na shetani akawapambia yale maovu wanayoyafanya wakayaona ni mazuri. Haya maradhi, zombo zimeharibika. Katika Alu Imran Mwenyezi Mungu atuambia fa ammal ladhina fi qulubihim zayghun, ama wale ambao kwamba nyoyo zao zina maradhi ya zayg, tutakuja kuyaeleza mwisho ni nini maradhi ya zayg, fayattabi'una ma tashabaha minhu, haya ni maradhi ya zombo kuharibika. Katika suratul Mutaffifin Mwenyezi Mungu atuambia kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, nyoyo zao zina maradhi ya rain, tutakuja kuyaeleza maradhi ya rain ni maradhi gani, ni uharibifu wa zombo. Katika suratul Isra Mwenyezi Mungu atuambia waja'alna ala qulubihim akinna
tutakuja kueleza ni nini maradhi ya akinna. An yafqahuhu wa fi adhanihim waqra, masikio yao pia yana maradhi ya waqar, tutayaeleza ni maradhi ya zombo haya zimeharibika. Al-Baqara, Mwenyezi Mungu atuambia waqalu qulubuna ghulfun. Ni ghulfun, ni maradhi haya, ni kama mfuko ghilaf. Hata ule mfuko wa barua wankuliwa nini? Ghilaf. Kwa hivyo huwa kama umevishwa mfuko, hakuonekani kitu. Bal la'anahumullahu bikufrihim, katika suratul A'raf, wa natba'u ala qulubihim maradhu tabi'i. Pia haya ni maradhi ya zombo, na nyingi mtaziaza wenyewe sasa katika Qur'ani. Aya kama hizi zinaoeleza maradhi kama haya, lakini haya ni kwa ufupi. Hata sasa tuyaingie maradhi kwa urefu na zombo zinavyoharibika na sababu zake. Na bahthi kama hii tutaigawanya zigawanyo zitatu. Kigawanyo cha kwanza tutazungumza sababu zinaofanya hizi zombo ziharibike za kiakhlaqi na za kisifa. Yani sifa fulani ambazo mwanadamu akiwa nazo, tabia fulani mwanadamu akiwa nazo, husababisha zombo kuharibika. Kwa hivyo katika chamanyo cha kwanza tutazungumza mawani zinaozivilia zombo hizi kufanya kazi, ambazo ni sifa na tabia ambazo hatakikani mwanadamu awe nazo. Pili, tutazungumza mawani kwa upande wa a'malil insani, zitendo anazozifanya zinaopekea zombo zake kuharibika. Tatu, tutazungumza mawani za nde ya mwanadamu, sababu hizi za wanyozibili zote ni yeye, sifa zake na zitendo zake. Sasa kuna na zitu za nde zinavyokuathiri: shetani, watawala, zombo za utangazaji na propaganda na kadhalika. Hizi tunaziamkuwa ni mawani kharijia, ni ziziwizi ambazo kwamba ziko nde ya mwanadamu. Zombo zawanyo hizi zitatu tukizimaliza, tutakuwa tumeweza kuhisabu kwa kadiri ya haja. Siwaambii ni yote haya ninayowaambia, kwa kadiri ya haja, mambo ambayo kwamba twapaswa tuitunge nayo kuzihifadhi zombo zetu, tusisikilie kwenye kiwango cha milango kufungika, tukawa hatuwezi kuona kitu ambacho kwamba chatakikana tukione. Tukianda na chawanyo cha kwanza, sifa au akhlaqi, tabia. Kwanza tuanza na hawa, au kwa ibara iliyo sahihi, ittikhadhul hawa ilahan, ule anayeabudu hawa yake. Katika natija za kuiabudu hawa ni hizi zombo zote hufanya nini? Huharibika. Hii ni moya ambayo kwamba mtu ataka aitunge nayo sana. Na nikitaka kuwapa ushahidi wa Qur'ani, tusome pamoja suratul Jathia aya ya 23. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu, je, wamuona ule alomfanya Mungu wake ni hawa yake? Wa adallahu Allahu ala ilmin, Mwenyezi Mungu naye akampoteza. Wa khatama ala sam'ihi, tayari sasa athari hizo. Sasa ameze kuzibwa nini? Masikio yake. Wa qalbihi, na moyo wake. Wa ja'ala ala basarihi ghishawa, ndio ile fa aghshaynahum, amezie kuwekewa pazia, amefinikwa kwenye mato yake, haoni tena sasa chochote. Faman yahdihi min ba'dillah, ni nani atakaye kumuongoza huyu baada ya Mungu? Wajua maana ya swala hili? Yani baada ya Mungu ni maana baada ya Mungu alimpa hisia, Mungu alimpa akili, Mungu alimpa fitra. Yani Mungu ile waja'ala lakum sam'a wal absara wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a. Kisha Mungu akawapa zombo, amekwenda kuziharibu zombo waliopoa na Mungu. Ni nani asokuwa Mungu atampa zombo zingine zimuongoze? Ndio hii sasa, afaraaita man ittakhadha ilahahu hawahu,
wa adhallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawa faman yahdihi min ba'di Allah afala tadhakkarun. Hamwedheki? Kwa hivyo tunataka tuwe na hadhari sana na kuitawalisha akili. Pia katika aya nyingine suratul Maida, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia kullama jaa rasulun au jaahum, kama sikuiandika makosa hii aya, bima la tahwa anfusuhum. Mwenyezi Mungu atuelezea Mayahudi kwamba kila wakietewa mtumi, ikawa mtumi ule haumani na hawa zao, hai kwa namna wamtakao wao, kwa namna zitakao hawa zao, fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun. Akiwailia wao mtumi hakubaliani na hawa zao, baadhi ya mitumi walikiwakanusha na baadhi ya mitumi walikiwafanya nini? Walikiwaua. Fariqan kadhabu wa fariqan yaqtulun wa hasibu alla takuna fitna fa'amu wa sammu thumma taba Allahu alayhim thumma amu wa sammu kathirun minhum wallahu basirun bima ya'malun. Mwenyezi Mungu atuambia wakawa tongo, wakawa ziziwi, kisha Mwenyezi Mungu akawatubia, wakarudi wakawa tena tongo, wakawa ziziwi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya kutegemea nini? Kuwapima mitumi kwa hawa zao. Mtumi akiwa hakubaliana na hawa, wao humkataa. Pia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea munafiqin. Sasa namna walivyokuwa wakizibiwa milango yao kwa sababu ya hawa. Munafiqin walikiingia kwa sababu walikidai Waislamu, walikihudhuria zile darasa, wakenda wakimsikiza bwana mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kisha wakitoka pale kwenye darasa au pale kwenye kikao cha bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, walikianza zile propaganda zao. Sasa wakawa kuulizana, kunani amenena nini, unafahamiki huzungumza nini ule? Kwa sababu gani? Yale ayanenayo hayakubaliani na nini? Na hawa zao. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katika suratul Muhammad, wa minhum man yastami'u ilayka, miongoni mwao kuna wanaokusikiza wewe, hata idha kharaju min indika, mpaka wakitoka kamaliza kunena, wakitoka kwenye yale mazungumzo yao, qalu lilladhina utul ilma, huwa wakiwaambia wale waislamu wale wanaoyafahamu maneno ya mtumi, madha qala anifa, amenena nini huyu sasa yao, mbona maneno yake hayaeleweki? Kwa ajili ya kutaka kutupa shaka katika nyoyo za waislamu. Ulaika tabaa Allahu ala qulubihim, kwa sababu hao ya hawa zao Mwenyezi Mungu amefanya nini? Ameipiga mihuri, pigwa sili zile nyoyo zao, wattabau ahwaahum, na wakarudi wakazifuata hawa zao. Haya ni machache katika Qur'ani ya kutuonesha sisi wakati ukiifanya hawa yako ni Mungu, yua zombo zako ziko hatarini. Nini maana ya kuifanya hawa yako Mungu? Si kuiswalia wala kuifungia, ni kuitii. Ni wakati kukigongana haki na hawa, ukawa wewe waisikiza hawa waiyata haki. Wakati hawa ikikutuma uko tayari kuisikiza, lakini huko tayari kusikiza mwito wa akili, huko tayari kusikiza mwito wa wahi, huko tayari kusikiza mwito wa fitra, pale ndipo wewe huambiwa umeifanya hawa yako ndio Mungu, kwa sababu ndio inaoongoza maisha yako. Na waqi'an hawa nilieleza kwa urefu, lakini hapa naiangalia kwa upande mwingine. Mimi hawa tuweza kunena ndio msingi wa mawani zote zitakazokuja. Zizingiti zitu zote zinaoharibu zombo za manadamu, msingi wake ni hawa. Msingi wake ni hawa. Na ndio utampata al-Imamu Amir al-Mu'minin alayhi salam katika kututahadharisha sisi Waislamu, alituambia hakuna kitu mimi ninachowaogopea nyinyi kama hawa katika yote maovu yaliyoko. Atuambia inna akhwafa ma akhafu alaykum, yale ninayoyaechelea zaidi mimi kwenu nyinyi, ittiba'ul hawa
wa tulul amal, ni kufuata hawa na kuwa na tulul amal. Tutaieleza tulul amal ni katika mawani pia hizi, tutakuja kuieleza, lakini hapa mimi naitaka ittiba'ul hawa. Fa amma al-hawa fayasuddu 'anil haqq, ama hawa hukuwekea ngome usione haki. Ndio ile waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan. Al-Imam Ali atuambia inna akhwafa ma akhafu alaykum ittiba'ul hawa fa innahu yasuddu 'anil haqq wa amma tulul amal fayunsil akhirah. Hii ndio msingi wa kila kitu ukiwa utaifuata hawa. Na hawa hurudi kazitumia hizi zombo zote kama nilivyoelezea katika madarasa mengine, ikawa zaona kwa namna itakao yeye. Ndio bwana Mtume sallallahu alayhi wa sallam atuambia hubbuka li shay'i yu'mi wa yusim. Kikipenda kitu basi mahaba yako hukufanya tongo na hukufanya duko. Ndio ile Waswahili kuambia akipenda tongo humuita kengeza. Takuwa umpendao ni tongo, haoni kabisa. Watu wote wataketi na wewe wakwambie ule ntongo, mato yako yaona ule ntongo, lakini mahaba yatakungia yakungie, yani hawa mpaka ujaribu kuzengea zipengeo mbele, si tongo maboni tu katiti, hana utongo. Yani utajaribu utake kukipindra pindra kile kitu ili kiweze kukubaliana na vile utakavyo wewe. Ndio ile hubbuka li shay'i yu'mi wa yusim. Wakati unapokipenda kitu basi huwa tongo na ukawaduko na ukawahusikii. Ndio ule majununi ule. Kuna kiswa kile cha majununi na Leila. Kila mtu kiswa hiki kiko kwenye thakafa ya Kiarabu, kwenye culture ya Kiarabu, kwenye nini. Majununu Leila ule. Leila ni mwanamke huyu alikipendwa na bwana mmoja mpaka kupita kiasi, mpaka kamkuliwa majununi. Hiki kiswa kilisikilia kwa mfalume wakati ule. Ule mfalume habari imeenea, bwana fulani imekuwa majununi kwa Leila. Ndio mpaka kankuliwa majununi, kila mtu amekuwa mandazimu kwa Leila, amekuwa mandazimu kwa Leila. Sasa mfalume akaamrisha mwanamke aetwe huyo Leila, ataka kuona hono uzuri alonao ni kiasi gani mpaka amemfanya huyu bwana akawa majununi. Ule mwanamke akaetwa, akiingia mfalme alipomuona akastaajabishwa, akamwambia wewe ndio umemfanya fulani awe majununi? Akamwambia ni mimi. Akamwambia wewe ni uzuri gani ulionao mpaka wa mtu kuwa majununi? Yani alimpata mwanamke ni adi kabisa, hana uzuri uhono wa kumpeka mbio huyo mpaka akawa ndani ni majununi. Ule Leila akamwambia tofauti yako na ule majununi ni kwamba ule majununi wewe si majununi. Lau ulikuwa wewe majununi ungeliuona uzuri ndio nao mimi. Sasa kiswa kama hiki chataka kutufahamisha hawa namna inavyobadilisha kiovu kikawa nini, kikawa kizuri. Sasa ule mfalme alimwangalia ule mwanamke kwa akili yake, alimwangalia ule mwanamke kwa mato yake. Alikuwa haya na nyonda kama wanenao Waswahili, hayaugua. Lau alikuwa una nyonda, pua sato angeliona nini, ni upanga. Nyekoto angaliziona ni nini, ni singa. Kimo kifupi angelikiona ni nini, ni kirefu. Lau alikuwa kumetanguliwa na hawa ikitangulia, sasa hizi zombo zote huwa ziko kwenye mkono wa nini, wa hawa, na huona utungu huwa tamu na tamu likawa utungu. Sasa ndio ule mwanamke akamwambia tofauti yako na ule ni kwamba ule ni majnunun bihubbi, lakini wewe lasta majnunan bihubbi. Kwa hivyo huwezi kuona uzuri wangu. Hii ndio maneno ambayo kwamba katika kila lugha yako na mifano, na bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia hubbuka li shay'i yu'mi wa yusim. Kikipenda kitu huwa tongo na ukawa duko, kwa sababu huwa wewe huoni isipokuwa ni pale. Hii ni hawa ambayo kwamba ni katika mawani, na kama nilivyowaambia msingi wa mawani zote ni hawa katika Qur'ani
na sina wakati wa kuzisherehe kwa urefu zitu kama hizi. Pili, katika mawani'ul ma'rifa ni hubbu dunia, kupenda ulimwengu. Ni hatari, ni moya mtu kupenda ulimwengu kwa maana ya kutupa mpaka, kwa maana ya kuwa wewe mato yako kila kitu chako umekiwekeza kwenye nini? Kwenye ulimwengu. Hii ni moya hukuetea matatizo katika zombo zako za maarifa, na utazipata kwenye Qur'ani zitu kama hizi zikielezwa. Imanini nazipita haraka, wa ila kila chombo tukitaka kukisherehe chataka nini? Chataka darasa kamili, vipi kinavyokuharibu na vipi kinakuharibu. Mimi nazipita mbio mbio. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia katika suratul Nahl, dhalika bi annahum stahabbu alhayata ad-dunya, hilo ni kwa kuwa wao wamependezwa zaidi na maisha ya kilimwengu, ala al-akhirah, kuliko maisha ya akhira. Wa anna Allaha la yahdi al-qaumal kafirin, na Mwenyezi Mungu hawaongozi watu wenye kukufuru. Ulaika, hao waliopendezeshwa na maisha ya kilimwengu, tabaa Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Hao Mwenyezi Mungu ameze kuwapiga sili nyoyo zao, masikio yao, mato yao. Kwa hivyo usiwatarajie watafahamu kitu chochote. Kwa nini? Kwa sababu ya nini? Ya hubbu dunia, kupenda ulimwengu. Kupenda ulimwengu kwa rangi zake zote. Kupenda ulimwengu kikaruni, kupenda ulimwengu kifirauni, kupenda ulimwengu kimusa Samiri, ambao hizi ndio tatu, au kwa lugha yenye kufahamika, kupenda ulimwengu kupenda mali, kupenda ulimwengu kupenda utawala, kupenda ulimwengu kupenda sifa na kuongoza. Kwa sababu hizi zote ni hatari. Hizi ndio zilomwangusha Karun wakati alipofungamana na mali yake. Hizi ndio zilomwangusha Firaun wakati aliposhikamana na utawala wake na jaha yake. Hizi zilimwangusha Musa Samiri wakati alipotaka kujulikana na kwamba yeye ajua sana. Hizi zote zaingia katika kupenda ulimwengu, kwa sababu mtu anayependa ulimwengu hududumia kwenye ulimwengu, kama anavyotuambia al-Imam al-Baqir alayhi salam. Atufananishia mtu mwenye pupa la ulimwengu na maisha ya ulimwengu ni kama ule mlulu ule anaotengeza hariri. Ule huitumbika kwenye kile kigogo cha mti, akawa yeye hula tu, na ile tamu ikimpandia yeye huwa husonga rani tu bila ya kuzingatia huku nyuma atatoka iye na ndiye iko wapi. Huenda kangia akawa yeye mato yake ufuete lile la raha la mbee, hula akitahamaki akajikuta yeye amefungizika ndani ya mti, haoni huku. Huu ndio mfano wa mtu anaopenda ulimwengu. Na ndio al-Imam al-Baqir alayhi salam atuambia, mathalul harisi ala dunya kamathali dudatil qaz, ule mwenye pupa la ulimwengu ni mfano wa ule kilulu anaotengeza hariri. Kullama zdadat min alqazzi ala nafsiha kana ab'adu laha, ule kila akiingia kula akiyunda ile hariri ile huenda ikimtatia na yeye akenda akivama mpaka akasikilia wakati akawa hayui atokeye, hata tamuta ghamman, mpaka akafa kwa ajili ya ghamu na akawa ametatiana. Kwa sababu ulimwengu una tabia ya jadhibia, ya smaku, ya kukuvuta na kisha huwa huoni. Na ndio zile zikawa sasa kuna ukisikilia mbee ukagonga, kuna saddan min amamika, na ukirudi nyuma hakuna nafasi ya kurudi. Na ndio ile waja'alna min baini aidihim saddan wa min khalfihim saddan, mbee kukawa kuna ngome, huwezi kwenda, na nyuma kurudi huwezi tena, kwa sababu ulikuwa hufikirii kurudi kule utokapo. Tatu, tutasimama nayo hii ya mwisho ya tatu, ambao ni nyingi ndugu zangu. Mimi nimetagua 20 katika mawani'ul maarifa, mpaka tuzigawanye hizi zawanyo zote zitatu, tutamaliza takriban 18 au 19. Katika zitu zinaoharibu zombo za maarifa ni kibri na ghurur, kujisikia. Ukiwa na kibri ukawa na wajisikia,
hizi ni sifa ambazo kwamba huenda zikakufungia milango ya maarifa. Kwa nini? Kwa sababu mtu mwenye kibri, tukitaka kutoa mifano michache kabla ya kuingia kwenye aya za Qur'ani na hadithi, swala chache tu. Ya wewe kiwa wewe wajiona ni muyuzi sana, wewe umeghurika, ukaya ukapambana na tatizo la kielimu tu, kilma tu huyui maana yake, takubidi uulize, ima umuulize mwendani wako ama yoyote. Lakini ikiwa uko na sifa ya kibri pale, uko na sifa ya ghurur, mimi ndio mimi, itakuwa yeye mimi nenda nikamuulize fulani, itakuwa yeye mimi niende kwa fulani mwambie alanipitisha na mimi hapa, itakuwa yeye mimi nipige ondo nisome kwa fulani. Tayari wewe hiyo ni milango wajifungia ya maarifa. Wakhtari kubaki ni muinga, wakhtari kubaki ni mpumbavu, ili uhifadhi kwa maoni yako utukufu wako, izza yako, nafsi yako, kwa sababu upate kuonekana siku zote wewe ni wewe. Hii ndio hatari ya sifa au tabia ya kibri na tabia ya kujisikia na kuwa na ghurur. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia, alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'inda Allahi wa 'inda alladhina amanu kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Mwenyezi Mungu atuambia wale wanaojadili katika aya za Mwenyezi Mungu bila ya kuwa na dalili, ni atakatu yeye awe uko pale alipo, atakatu yeye asionekane kwamba yeye itakuwa amekubali haki, itakuwa yeye amekubali kuoneshwa ndia. Hawa waziwiliwa na kibri, kuongoka. Ndio Mwenyezi Mungu atuambia, alladhina yujadiluna fi ayati llahi bighairi sultanin atahum kabura maqtan 'inda Allahi wa 'inda alladhina amanu kadhalika yatba'u Allahu ala kulli qalbi mutakabbirin jabbar. Mwenyezi Mungu hupiga sili moyo wa mwenye kibri na moyo ambaye kwamba yeye huiona ni jabari. Pia kibri kina sampuli ya kigegeuka. Mtu aweza kuwa na kibri, lakini wakati anapotaka kuitekeleza ile sifa yake ya kibri, akaitekeleza kwa unwani mbalimbali bila ya kujionesha kuna kibri. Mtu aweza kuwa yeye atakikana aende aulize, atakikana akubali haki, hatoi moyo kwa moyo, mimi nikubali kumuuliza fulani, la, aweza kutafuta nini zipengee, akaunda zisababu. Mwenyezi Mungu pia ametuonesha vitu kama hizi, ametunakilia mfano wa wale watu walikuwa wakimjadili mtume, wakenda aminini, sema hatuwezi kuamini. Ni kibri tunachowazilia. Pia Qur'ani ya Kiarabu, kwa nini ingekuwa kwa lugha ya nyingine? Kwa nini Qur'ani imeteremshwa kwa Kiarabu, siteremshwa kwa Kiswahili au siteremshwa kwa nini kwa Kiingereza? Mwenyezi Mungu amwambia mtume, lao tutawasikiza tutateremsha kwa Kiingereza, lao tutawasikiza tutateremsha kwa Kiswahili. Watakurudia tena, watakwambia mbona hii ya Kiswahili haikuwa ya Kiarabu? Sasa ni swala ambalo kwamba halina mkomo hili. Waila na hatuwezi kunena Qur'ani iteremshwe kwa lugha zote, lazima iteremke kwa lugha moja. Sasa iwe ya Kiarabu, iwe ya Kiingereza. Sasa ikiwa ya Kiarabu utauliza kwa nini siwe ya Kiswahili? Ikiwa ya Kiswahili utauliza kwa nini siwe ya Kiingereza? Ikiwa ya Kiingereza utauliza kwa nini siwe ya Kifaransa? Suala ni kwamba ni lugha na yaweza kufahamika. Kwa hivyo ukiwateremshia hata kwa lugha nyingine, watarudi watakwambia kwa nini siwe kwa lugha kadhaa. Ukifuata kwenye hiyo lugha nyingine, kwa nini imefinywa hii Qur'ani? Kwa nini sielezwe wazi kila mmoja kaelewa, shika swahafu kasoma, kwa hakuna haja mujtahidina, hakuna haja ya nini? Hizi ni zipengee ambazo kwamba Mwenyezi Mungu amezieleza mara nyingi. Wale mutakabbirin walikizitumia kwa kusita kile kiburi chao cha kutotaka kuamini, wakijaribu kutafuta zisababu na zipengee.
Taban isifahamike makosa, isifahamike pengine mtu huuliza saa nyingine swala, kwa nini ustadhi hii Qur'ani haikuteremka kwa lugha ya Kiswahili? Sisi wakati tunapouliza, tunataka kujua sababu, tunataka kujua hikma. Hatuulizi kwa sababu tuna kibri. Isifahamike makosa katika kuieleza fikra kama hili. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuelezea kiswa kama hiki nilokisherehe kwa urefu na kisoma kwenye aya. Atuambia walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyan. Waunena wataka isiwe ya Kiarabu? Lau tulijalia ni Qur'ani sasa si ya Kiarabu, ni lugha isokuwa ya Kiarabu, Kiingereza, Kifaransa, laqalu, haingekuwa ni hoja. Wangelirudi wakazua lingine, wakanena laula fussilat ayatuhu. Mbona aya zimefungwa namna hii? Aya moja mpaka tuisome bana siku 10. Kwa nini zisielezwe wazi? Ajamiyun wa arabiyun, iteremke kwa Kiingereza, iteremke kwa Kiarabu, kwa Kiswahili, kwa Kifaransa. Hayavi ni kuamaliza hoja. Hawa hawako hapa, hawa wana kibri, hawataki kufanya nini? Kukubali hii miongozo ya Mwenyezi Mungu. Kul huwa lilladhina amanu huda, wale walioamini wapokea uongofu kutoka kwa Mwenyezi Mungu, uwe kwa Kiingereza, uwe kwa Kiarabu, wao wapokea washifaun, na kwao ni dawa, watibu maradhi zombo zao zisiharibike. Walladhina la yu'minun, lakini sasa hawa mutakabirina, hawa ni nao lau ya Qur'ani kama Kiingereza ikafasiliwa, hawa fi adhanihim waqrun, masikio yao yameze kuingia maradhi, yameze kuingia nini? Zizibo, hakusikii tena. Fi adhanihim waqrun wa huwa alaihim ama, na wamezie kupatikana na nini? Na tongo. Ulaika yunadauna min ba'id, kuzungumza na hao ni kama kuzungumza na mtu aliyokoshela, aliyoko mbali, piga mayowe mpaka upasuke na yeye kombe yako, lakini haoni. Sikio wameze kutia nini? Kizibo, hakuna chochote cha kuwafaa. Na ndiyo Al-Imamu Ali, nikimaliza na maneno yake katika hii nukta, alipokuwa amekabiliwa na tatizo, Waislamu wamkataa, ambiwa na yeye ajulikana ni baligh, ablaghul arab, maneno alikuwa akiyanena lazima aathiri, kwa ni hodari kuzungumza, ni khatib, amezochongeka kisawasawa. Watu wakawa humuuliza, lakini wewe hutoa Nahjul Balagha yote leo ukisoma ni khutba, alikuwa hazungumzi na makafiri zile kwenye Nahjul Balagha. Nahjul Balagha alikuwa azungumza na wale wapinzani wake ndani ya Uislamu, na wengine wafuasi wake walikuwa wakimtiriri ruhu, akiwahutubu akawaambia, tatizo haliko kwangu, si kwamba mimi sijui kubaini mambo, si kwamba mimi sina tena ufasaha wa kuzungumza. Tatizo ni kwamba bainakum wa bainal mau'idha hijabun minal izza, baina yangu mimi baina yenu nyinyi na mawaidha ninayowapa kuna pazia, kwa hivyo hayawezi kuwafikia. Ni kama nilivyowaambia, moto hauwezi kuteketeza ikiwa karatasi ina mai. Pazia ya nini? Amirul Mu'minin anena minal izza, kibri, yani kuhisi uko tamu. Watu wanielewa mimi ninayowaambia ni ya sawa, watu waelewa mimi na mapeka wapi, lakini itakuwa iye Banu Hashim watutawali, itakuwa iye Imam Ali awe ndio kiongozi, itakuwa iye. Hii ndio tatizo hii, sio mimi kwamba siyui kuzungumza, wala mimi siyui kunena. Mpaka hapa kwa leo tutatosheka na hizi sifa tatu, ambao ya kwanza ni kufuata hawa, ya pili ni kupenda ulimwengu, ya tatu ni kibri na ghurur. Hizi ni zitu za kwanza ambazo kwamba zaharibu zombo za mwanadamu, ambao ndio tuko kwenye kuzisoma, kama Mwenyezi Mungu alituambia, laqad haqqal qawlu ala aktharihim fahum la yu'minun inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan fahiya ila al-adqani fahum muqmahun waja'alna min bayni aydihim saddan wa min khalfihim sadda fa'aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alayhim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nimeeleza kwa urefu sana mimi katika darasa za mwezi wa Fatiha ila hadratin nabii sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alayhi